Shalom, shalom, shalom. Msikilizaji mahali popote ulipo, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati mwema ambapo tunasherehekea mateso na kufa kwa Yesu Kristo, kushikwa, kusulubishwa na kifo chake msalabani. Kama Wakristo ni wakati wa kutafakari yale yaliyofanyika msalabani na ni kwa nini yalifanyika, na tunaweza tukafaidika namna gani na sherehe hizi za Pasaka. Pengine umesafiri, pengine uko na familia yako mahali popote ulipo. Mimi ni Bishop James Kidhi wa ATG Deliverance Ministries Kitengela, na ninakuletea ujumbe wa Pasaka leo ikiwa ni Good Friday, na ni wakati ambapo tunaenda kuangazia kifo cha Kristo. Na kabla ya kifo chake, ujue kwamba alisalitiwa na akashikwa na akapitia mateso mengi, na baadaye akakata roho msalabani. Na hivyo sherehe hizi zina maana sana kwetu. Ningeomba tuweze kuomba. Baba mbinguni, ni asante kwa wema na rehema zako. Tunasherehekea kifo cha mwanao Yesu Kristo msalabani, na kama jamii wa Kristo na watu wote tulio hai, tunafahamu ya kwamba ulikufa msalabani kupitia mwanao ili sisi tuweze kupata uzima. Ni asante kwa kila mtu atakayesikia sauti hii. Neema ya Bwana itoshe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Msikilizaji wangu, ningetaka nikupeleke moja kwa moja kwa neno la Bwana, na ninajua ya kwamba litakuwa ni la msaada sana kwako. Na utaona ya kwamba katika Biblia, wakati Mungu aliumba mwanadamu, kutoka kifungu cha Genesis chapter 3, tunaona mambo yalifanyika wakati Mungu alikuwa amemweka mwanadamu kwenye bustani la Eden, na mwanadamu akakosea, mwanadamu alianguka. Biblia inasema ya kwamba nyoka alionekana kwamba amekuwa mjanja kuliko wanyama wote wa pori, na aliweza kumshawishi mwanadamu, na mwanadamu akamkosea Mungu. Na hapo ndipo kifo kiliweza kuingia miongoni mwa wanadamu, na ndio tukawa tunaweza tukapitia mambo yale ambayo tunapitia. Hivyo ningetaka nikupeleke moja kwa moja tuangalie maandiko, na ninajua ya kwamba bila shaka Bwana ataenda kutusaidia. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 45, maandiko yanatuonyesha ya kwamba kuna Adamu wa kwanza na kuna Adamu wa mwisho. Biblia inasema, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Na hivyo ni kwamba Adamu wa mwisho ni Yesu Kristo. Hivyo katika Biblia tunapatiwa picture ya Adamu wa kwanza na Adamu wa mwisho. Adamu wa kwanza ni yule mtu aliyeumbwa na Mungu kwa sura na mfano wake, na alikosea na kifo kikaingia miongoni mwa wanadamu. Maana Mungu alikuwa amemwambia kwamba utakapokula uzao wa mti ulio kati ya bustani la shamba la Eden, basi utakufa. Na Adamu alipokula lile tunda, ile story tunaijua enyewe, kifo iliingia katika maisha ya wanadamu. Lakini Biblia inaongea kuhusu Adamu wa pili, na Adamu wa pili ama Adamu wa mwisho ni Yesu Kristo, maana wa kwanza alishindwa. Na ndio maandiko inasema ya kwamba ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza yani Adamu akawa nafsi iliyo hai. Wakati Mungu aliumba Adamu, alimpulizia pumzi ya uhai, akawa pumzi iliyo hai, akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Sasa wa mwisho ni Yesu Kristo. Wakati Kristo alikufa msalabani, alikufa ili aweze kutuokoa sisi, kumuokoa Adamu wa kwanza, mtu aliyetenda dhambi, kwa sababu mwanadamu hangeweza kujiokoa kwa dhambi zake. Alihitaji mwokozi. Andiko la kwanza la Mungu kuzungumzia vile Kristo atakuja duniani linapatikana katika kitabu cha Mwanzo 3
15, wakati anasema nami nitaweka uadui kati yako na huo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisingino. Wakati Mungu alimuongelesha nyoka na kumwambia nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na uzao wako na uzao wa mwanamke, hapo kwa uzao wa mwanamke ni neno imefichika ya kwamba Mungu alizungumzia kuhusu Yesu Kristo, kwa sababu mwanadamu alikuwa ameasi, na sasa Mungu ameanzisha safari ya ukombozi na vile ataweza kumkomboa mwanadamu. Yesu Kristo alikuja kama begu ambayo ilibidi ile begu ife. Maandiko yanasema ya kwamba kama begu itadumu peke yake, ama kama begu haitakufa, ile begu itadumu peke yake. Na ni mambo ambayo yamefichika, lakini ndio tunayaongelelea leo, ya kwamba Kristo alikuja kama hiyo begu ambayo ilibidi ianguke kwenye mchanga. Kawaida na masomo yale tulisoma kule shuleni ni kwamba begu inapoanguka kwenye mchanga inachukua siku 3, na baada ya siku ya 3 ile begu inamea. Hivyo tutakuwa tukiangazia hayo hata wakati wa kufufuka kwa Yesu Kristo, lakini ujue tena yeye ni begu ya mwanamke ama uzao wa mwanamke. Na tunaona wakati wa Musa alileta ibada na sherehe za Pasaka. Wakati wana wa Israeli walikuwa wanaondoka Misri, Musa aliwaagiza ya kwamba kila mwana Israeli atachinja mwanakondoo na atamula, alafu ataipaka damu ya huyo mwanakondoo kwenye milango. Alafu Mungu akasema ya kwamba atakapoiona hiyo damu, alisema itakuwa nitakapoiona hiyo damu, basi nitaweza kuwaondolea kifo au mauti. Na hiyo ikawa ndio Pasaka ya kwanza, na wana wa Israeli waliishi wakisherehekea Pasaka, na imesherehekewa hadi wakati Yesu Kristo amekuja kuzaliwa, hata baada ya Yesu Kristo kuwa ameishi hapa duniani na amekuwa yule mwanakondoo wa Pasaka na amechinjwa na ameondoka. Utaona Biblia inasema Kutoka 12 mstari wa 13, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Unaona, Mungu anasema ile damu, maana aliwaambia watachinja mwanakondoo. Nikirudi mstari wa 12, Kutoka 12:12, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Ni wakati Mungu ametoa adhabu ya kifo ili aweze kuondoa Israeli kutoka kwa mikono ya Farao. Ilikuwa ni massive exodus, yani kutoka kwa utumwa, na ile ni picture ama ni picha ya vile Mungu analeta ukombozi kupitia mwanakondoo wake ambaye ni Yesu Kristo. Sasa wakati wa Musa walipochinja mwanakondoo asiye na hatia na wakakula nyama zake na wakapaka damu yake kwenye milango, na Mungu akasema ya kwamba nitakapoiona hiyo damu basi nitawaondolea kifo, ilikuwa ni ishara ya vile Kristo atakavyokuja kufa baadaye. Na baadaye Kristo alikuja akafa. Sasa leo sisi hatuchinji wanyama tukaimwaga damu, maana Kristo alifanyika mwanakondoo wa Pasaka akafa baadaye. Sasa wale walitazamia katika Agano la Kale, walitazamia miaka itakayokuja vile Kristo atakuja kuuawa, lakini sisi tunatazamia miaka iliyopita, zaidi ya miaka 2000, vile Kristo aliimwaga damu yake msalabani. Kwa hivyo ukiona Wakorintho wa pili kifungu cha 8 inaongea mambo mazuri pale. Wakorintho wa pili kifungu cha 8 mstari wake wa 9, nitakuwa na kusomea na neema ya Bwana iweze kutosha. Wakorintho wa pili kifungu cha 8 mstari wa 9, maandiko yanasema ya kwamba Kristo aliweza kufanyika laana na akakuwa maskini
ili sisi tuweze kuwa matajiri. Yaani alichukua nafasi yetu sisi watu ambao tulikuwa tumeingia katika laana. Ningetaka niisome jinsi ilivyo, alafu Biblia inasema kwa maana, Wakorintho wa pili 8:9, kwa maana neema ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, igawa alikuwa tajiri, ili kwamba nyinyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa hivyo ni maana kwamba Kristo aliishi maisha yetu ili sisi tuweze kuishi yale maisha yake. Na ndiyo maana tunasherehekea, ndiyo ni kifo cha mtu, ni kifo cha mwana wa Mungu, lakini sisi tunasherehekea. Kumbuka mwanadamu alipoanguka, alipokosea, Mungu alimwambia ardhi itamea miiba na michongoma. Yaani kutatokea shida, ile ni laana ya miiba na michongoma. Akamwambia hii ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, wewe utakula kwa jasho, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa sababu gani? Umekula tunda ambalo mimi Mungu wako nilikuwa nimekukataza. Lakini Kristo walimtengenezea kofia ya miiba. Kwa nini walimtengenezea Kristo kofia ya miiba? Mambo haya yamefichika, lakini yanafunuliwa kwetu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ili achukue ile laana ya miiba na michongoma iliyotamkwa kwa Adamu wa kwanza. Kumbuka mahali tulianzia, tulisoma ya kwamba Adamu wa kwanza alifanyika nafsi iliyo hai, lakini Adamu wa mwisho yeye ni roho ya kuuisha, ama roho inayofufua. Unapoelewa mambo haya, unajua kwamba Kristo alikuja ili sisi tuweze kuwa na uhai. Kwa hivyo alivaa kofia ya miiba ili avunje laana ya miiba. Miiba ilipomea kwenye ardhi, ilikuwa ni ishara ya kwamba kutakuwa na vitu vya kumfanya mwanadamu uncomfortable, kuteseka, mauchungu, magonjwa, matatizo. Dunia na ulimwengu huu itakuwa sio mahali pazuri pa mtu kukaa. Kwa sababu nini? Kwa sababu mwanadamu amekosea na ametenda dhambi. Hivyo Mungu alikuwa amemwambia, ukikula tu ile tunda nimekukataza, shida itaingia, kifo itaingia. Kwa hivyo kwanza ni miiba na michongoma, lakini Kristo alivalishwa kofia ya miiba ili aweze kureverse ile laana ya miiba na michongoma pale kwenye Genesis. Utaona tena walimtoboa Kristo kwenye bavu zake. Mambo haya yamefichika, lakini Bwana anatusaidia kuyaelewa. Utaona ya kwamba iko na ufunuo wake, iko na maana yake imefichika. Kwa nini walimtoboa Kristo kwenye bavu zake? Bible inasema, kitabu cha Injili ya Yohana, walipoenda msalabani walitaka kumvunja miguu yake, kwa sababu ilikuwa ni wakati wa sherehe za Pasaka, na ilikuwa haistahili wakati wa sherehe za Pasaka watu waweze kusherehekea wakati maiti za watu waliohukumiwa zingali bado misalabani. Kwa hivyo wakaenda wakavunja miguu ya mwizi mmoja, wakaenda tena wakavunja miguu ya yule mwizi mwingine. Lakini kwa Yesu wakaanza kuongea, wakasema inaonekana ashakufa, hakuna haja tumkate, tumvunje miguu yake. Lakini wakamtomboa kwa bavu. Kwa nini hawakumvunja miguu? Bible inasema ili litimie lililokuwa limeandikwa kuhusu maisha yake, ya kwamba hapana hata mfupa mmoja wa mwili wake utakaovunjika. Biblia ilikuwa imenena kuhusu vile atakavyoishi hapa duniani, na kuna kipengele kilisema kwamba hakuna hata mfupa mmoja wa mwili wake utakaovunjika. Kwa hivyo hawangeweza kumvunja mifupa ya Yesu Kristo, hawangeweza. Mungu aliwazuilia, ila walimtoboa kwa bafu, na walipomtoboa on one side ya rib zake ikatoka maji na ikatoka pia na damu. Ile ilikuwa ni ishara gani? Turudi tena kwenye shamba la Eden, wakati Mungu alimlaza Adamu katika usingizi mzito, na kwa ubavu wake akatoa mwanamke. Na alipombariki na mwanamke, msaidizi wake Adamu alipomwona akasema ni mwema, ni mzuri, anapendeza, ataitwa mwanamke. Ina maana gani? Kama Kristo ndiye Adamu wa mwisho, na pia Biblia inamuita Kristo kwamba yeye ni bwana harusi, na Biblia inaita kanisa
kwamba ni biharusi wa Yesu Kristo. Sasa pale msalabani, ile jambo ama tendo la kumtoboa Kristo kwa bavu zake ilikuwa ni ishara ya kuzaliwa kwa kanisa. Ndiyo maana wakati wa mama wanaenda kujifungua hospitalini, lazima maji yatatangulia kumwagika, alafu damu itatoka na mtoto anazaliwa. Sasa naye Kristo alipotobolewa bavuni, mahali Hawa alitolewa kwa ubavu wa Adamu, na yeye ni Adamu wa pili, ilibidi sasa Hawa wa pili ambaye ni kanisa azaliwe pale msalabani. Ndiyo maana ikatoka damu na maji. Kwa nini walimweka Kristo msalabani akiwa uchi? Kwa sababu Adamu alipotenda dhambi alijipata ako uchi, ishara ya kwamba nguo na vazi la wokovu na usalama limeraruka na limeondolewa. Ningetaka tuombe na Bwana aweze kutusaidia, na unapoendelea kusherehekea Pasaka yako, Mungu akuonekanie na Mungu akupiganie. Baba wa mbinguni, ni asante kwa kila mtu ambaye amesikia neno hili. Ni ombi langu ya kwamba Pasaka ya wakati huu haitakuwa ya kawaida. Umbariki na umtende mambo mazuri, umuonekanie, uovu uondoke, na mtu aweze kufurahia neema iliyopatikana msalabani. Ulifanyika maskini ili tuwe tajiri, ulikufa ili uweze kuokoa mwanadamu, ulikufa ili uweze kupata utukufu na nguvu na baraka na utajiri na mambo mengi. Ninaomba mambo yote ulioyapata pale msalabani yaweze kudhihirika kwa maisha ya msikilizaji wangu ambaye ameweza kusikia neno wakati huu wa Pasaka. Umbariki na umtende wema. Kwa mapigo yako tuliponywa. Bwana Yesu, ninaomba kila mtu anayesikia neno hili na ni mgonjwa apone. Walio na mahitaji magumu uwaondolee. Wanaoishi maisha ya laana, ulikufa msalabani ukafanyika laana ili sisi tuishi maisha ya baraka, na wabarikiwe, laana zivunjike na waanze kuishi maisha mema. Kwa jina la Yesu Kristo ndio maana tumeomba. Amen and amen. Nina kusalimu mara ya mwisho nikiondoka studioni, msikilizaji wangu, na nikuambia kwamba uwe na Pasaka nzuri na Bwana Kristo akubariki sana. Mimi naitwa Bishop James wa kanisa la ATG Kitengela, na neema ya Bwana iweze ikakutosha. Pengine unauliza, Bishop, nikitaka kuongea na wewe nitakupata wapi? Nitakuachia namba yangu ya simu ambayo ni 0721693502, 0721693502. Bwana akubariki na akutende wema. Furahia Pasaka yako.